tuko na wewe. Mimi ni mchungaji Monica. Nashukuru Bwana kwa sababu ya kunipa hii tunuku ya siku ya leo, nikaweze kuleta neno la Bwana kama vile ambavyo ameritia yangu. Ninampa sifa, heshima na hata utukufu. Siku hii ya leo ama katika hili juma tumekuwa naye mchungaji David akitupeleka katika kitabu cha Yohana 5, na tukaweza kuona mengi ambayo yameandikika pale kuhusiana na Kristo Yesu aliye mwana wa Mungu. Na tukaweza kuona ya kwamba yeye ni simba na anaporuma anafanya mambo makuu na mambo yaliyo ya ajabu. Na ni kwa sababu ya hiyo hata siku ya leo tutamwangazia huyo Yesu. Ni kwa sababu kunao mwito ambaye anatuita, na tutaanza kuangalia katika kitabu cha Proverbs, katika kitabu cha Methali. Hapo ndipo tutaweza kuangalia neno la siku ya leo, ndipo tuendelee kuangalia yale ambayo Kristo Yesu aliye nayo ni kwa sababu ya maisha yetu. Anasema katika kitabu cha Methali ni 16, Methali 16 na aya yake ya pili. Nitasoma Methali 16 na aya yake ya pili. Inasema hivi ya kwamba all the man's way seems innocent to him, but motives are weighed by the Lord. Hallelujah. Amen. Ya kwamba njia zote za mwanadamu huonekana zikiwa gafu ama zikiwa za kweli hata machoni pake, lakini Bwana ndiye anayepima hata ndani ya roho, anaona makusudio yaliyomo. Katika Methali 15 na aya yake ya 33 inasema hivi: The fear of the Lord teaches a man wisdom, and humility come before honor. Ya kwamba nao kumusha Mungu hufundisha mwanadamu hekima, nao unyenyekevu waja kabla ya heshima. Kwa njia nyingine inasema ya kwamba ukitaka kuheshimika kwanza nyenyekea. Ni katika kitabu cha Proverbs hata 15:33 na Proverbs 16 aya yake ya pili inasema ya kwamba njia za mwanadamu zinaonekana hata zikiwa zafaa mbele yake, lakini Bwana ndiye hupima na hujaribu moyo. Siku hii ya leo ndio nataka tukaweze hata kuangazia hayo maneno ambayo yako katika hiki kitabu cha Methali. Ni kwa sababu wakati tumekuwa tukifundishwa na tukaona ya kwamba Mungu mwenyewe alisema ya kwamba niliupenda ulimwengu mpaka nikamtoa mwana wake, ama mwana wako aliye wa pekee. Hakuwa na mwingine, alikuwa tu na Kristo Yesu, na alitaka tukaweze kumwamini na kumshukua na kukaa na yeye. Lakini Biblia inaniambia katika hicho kitabu cha Yohana ya kwamba Yesu alikuja kwa walio wake nao wakaweza kumkataa, lakini akasema wengine wote ambao waliomkubali aliwapa nguvu na akawapa uwezo wa kufanyika wana na wana wa Mungu. Amen. Na wana wa ahadi. Amen. Na wana ambao watapokea uzima ulio wa milele. Na ndiposa siku ya leo tunaangalia hili neno katika Methali, kwa sababu wakati lilipoandikika pale linasema ya kwamba njia ambazo ni za mwanadamu, njia ambazo ni zako mimi na wewe, zinaonekanaga zikiwa mzuri mbele ya macho yetu kila wakati. Wakati tunapokusudia kutenda mambo, kwanza tunayawaza, tunayafikiria ndani ya mawazo, tunayawaza ndani ya mioyo yetu, na tunaona ni kweli yanafaa. Wakati tunafikiria tutayachukua njia gani ama mwelekeo gani, kwanza inaingia ndani ya mawazo, inaingia ndani ya moyo, na tunaanza kuitafakari na tunaanza kuifikiria na
hii biashara ama naweza weka hii ingine, lakini ni gani katikati ya hizi mbili ambayo inafaa sana? Na ndipo ukakuja na biashara ama na jambo ambalo unalifanya siku ya leo baada ya kumtegemea Mungu ama kutafuta msaada ama kushauriana. Haleluya! Na ndiyo Bwana anatuambia ya kwamba wakati wowote ambao mwanadamu anakaa hapa duniani, anakuwa na ule wakati wa kuwaza, anakuwa na ule wakati wa kufikiria. Na ndiyo tumekuwa tukiambiwa mahali hapa katika hili juma ya kwamba mwanadamu ni wa kidunia, na kwa hivyo wakati ule mwingi anafikiria kulingana na mambo ambayo yanaendelea katika dunia. Lakini Biblia inatuambia kunayo njia ambayo huonekana ikiwa mzuri machoni pa mwanadamu, lakini mwisho wa hiyo njia inaenda katika maangamizi. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu unapofikiria na kuchukua njia ya maisha yako, kuna kitu kimoja kinahitajika. Uangalie ndani yako, ujiulize ndani yako, useme ya kwamba ndiyo, hii ndiyo njia ninayotaka, ndiyo, hii ndiyo kazi ninayotaka, ndiyo, hii ndiyo mambo ambayo ninataka kuyafanya. Lakini haya mambo yako mwishowe na faida gani kwa maisha yangu? Yako na faida gani ni kwa ajili ya hapa duniani na hata katika uzima wa milele? Biblia inasema ya kwamba ukishukua kwa mawazo yako unaona hiyo njia inafaa, lakini Mungu anapopima ndani ya hile jambo ambalo wewe unaliwaza, ambalo limeingia ndani ya moyo wako, anaangalia na anaona ili linaweza kosa kuwa jambo mzuri mbele zangu. Kwa hivyo hiyo inatuambia aje, heri tukaweze kumsha Bwana ili kabla ya mipango yoyote kwanza tupate hekima. Anasema ya kwamba tunapomuogopa Bwana hapo tunapata hekima. Na ukishapata hekima, hekima itakupa ushauri ulio mzuri na ulio sawa wa kutenda mambo, wa kuchukua hata decisions ambazo zinampendeza Mungu. Kwa sababu ndio hapa duniani ametupa uhuru wa kufanya mambo ambayo ametuaminia, lakini anasema mwisho wa kazi zote ambazo unazifanya, kumbuka utajibu maswali, utasema ni kwa nini uliyafanya. Kwa hivyo siku hii ya leo ningetaka tuangalie sana katika zile mambo tunazozifanya, ni kwa sababu ya faida gani? Ni kwa sababu ya faida gani kwa haya maisha na pia kwa maisha ya baadaye? Kwa sababu tukiyatenda vizuri katika haya maisha, ukweli ni ya kwamba maisha ya baadaye pia yako na faida. Wakati mtu anakaa na anafikiria kutoka sasa nitakuwa nafanya kazi ya kuiba na kunyang'anya watu, anakaa na anatulia na anachukua wakati wake kuwaza na kufikiria na anaanza kuitekeleza. Ukweli ni ya kwamba akienda kuiba anasema Mungu nisaidie ili leo nipate, lakini wakati Mungu anawe anapima na anaona mwisho wa hii kazi ni maangamio. Na ni
Lakini katika kitabu cha Yohana, Yesu akasema, akanena kwa nguvu, akasema, mimi naitwa Yesu mwana wa Mungu aliyetoka juu mbinguni. Katika kitabu cha Yohana 14 na aya yake ya 6 anasema, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Hallelujah. Hapa ilipofika ya kwamba wakati alipoona mwanadamu anategemea njia zake hata kama ni mbaya, njia zake hata kama ni mbaya, ndio kuri andũ angĩ nĩhu mendaga kuona hali yake na hizo njia ni mbaya, na Yesu anasema ya kwamba wachana na hiyo njia kwa sababu hiyo njia ni mbaya. Lakini kuja kwangu akawaambia, akasema, mimi ndio njia na ile njia iliyofaa, inayofaa, njia ambayo itakupeleka kwa Baba, njia ambayo itakufikisha mbinguni, njia ambayo itafanya uone ufalme ulio wa kweli. Akasema, mimi ndio njia na mimi ndio ukweli na mimi ndio uzima. Sikiliza mchana wa leo nikwambie, wakati mwingine tunatafakari kwenda kutafuta mashauri na hekima kwa mambo ya hii dunia, lakini ukweli wa mambo ambao umepita ukweli wote uko na yeye Yesu. Jawabu ya mambo ambayo imepita jawabu zingine zozote iko na yeye Yesu. Uhalisia wa mambo ambayo umepita halisi ya mambo mengine yote uko na yeye Yesu. Alisema, mimi ndimi njia na mimi ndimi ukweli. Ukweli haupatikani kwa washawi, ukweli haupatikani kwa waganga, ukweli haupatikani kwa wasomi. Hata wasomi wanafika mahali wanasema kwa hili limetushinda. Hata mawakili na majaji wanafika mahali wanasema hata hili limetushinda. Madaktari wanapelekea wagonjwa, wanawatibu na hekima yao yote, lakini wanafika mahali wanasema na hata hii limekuwa gumu kwetu, tembea na huu mgonjwa umrudishe nyumbani kwa sababu hili limetushinda. Lakini Yesu anasema, mimi ndiyo iliyechia, mimi ndiyo niliyo ukweli na mimi ndiyo niliyo uzima. Siku ya leo washa kutegemea mambo mengine, hebu mtegemee Yesu kwa sababu ako na ukweli wote. Ukweli ambao unahitaji kujua duniani au uko mahali kwingine, enenda kwake Yesu. Ako na ukweli, amepita nguvu zote, amepita mamlaka yote, amepita uwezo wote. Yeye ni mwana wa Mungu, alitoka juu mbinguni, akatiwa muhuri na Mungu, akana muhuri, na yeye ndiye alipatikana ambaye anaweza kutufungulia muhuri. Katika kitabu cha Revelation, Biblia inasema ya kwamba juu mbinguni kukakuwa na kilio kwa sababu kulikosekana mwenye atakayefungua muhuri ama mihuri ya nyakati za mwisho. Ndiposa yale matukio ambayo bado hayajatendeka tunayagojea ama hata tupata kama tumeondoka duniani yakaweze kutendeka. Lakini Biblia inasema, Mungu akasema usilie kwa sababu kunaye mmoja ambaye alikubali kufa, akakubali kushindwa, akakubali kuangamizwa, akakubali kuacha maisha yake ili wewe upate kujua ukweli ambao umefishika. Zilikuwa ni siri za Mungu, yalikuwa ni mambo mazito ambayo Mungu alikuwa amejiwekea, lakini sasa anasema kunaye mmoja ambaye alikubali na kujitolea kufa, na kupitia damu yake akaweza sasa kufungua mihuri. Haleluya! Leo uko na ushindi kwa sababu unaweza kujua ukweli wa Mungu. Leo uko na ushindi kwa sababu unaweza kujua njia za Mungu.
Anasema ya kwamba kumuogopa Bwana. Haleluya. Ninakuhitaji kumuogopa Bwana. Ukitaka kujua hii njia, hebu muogope Bwana. Anasema nimekuambia wewe mwanadamu ya kwamba kumuogopa Bwana, hiyo ndio hekima. Hiyo ndio hekima. Hekima ambayo unahitaji si kwenda kwa waganga, si kwenda kwa wachawi, ni kumuogopa Bwana. Upate kujua njia yake ni gani. Washa kushiba na kutafuta. Ukijua wengine wanafaulu na njia gani, enda kwa Bwana. Mwambie nimekuja kwako na katika hofu. Haleluya. Na unyenyekevu ninataka ukaweze kuniinua. Yeye ni mwaminifu. Yeye ni mwaminifu. Katika kitabu cha Job, katika kitabu cha Job, katika kitabu cha Ayubu, katika kitabu cha Ayubu 28. Haleluya. Katika kitabu cha Ayubu 22, not 28. Katika kitabu cha Ayubu 22 na aya yake ya not 22, it is washa niipate. Yes. Katika kitabu cha Job 22 aya yake ya 29 inasema ya kwamba, katika kitabu cha Job 22 and verses 29 inasema ya kwamba, when men are brought low and you say lift them up, then you will save the downcast. Hallelujah. Ya kwamba katika kitabu cha Job, katika kitabu cha Ayubu 22:22 na aya yake ya 29, Biblia inasema ya kwamba ati wakati wanadamu wameweza kuletwa chini ama kuangushwa chini, wakati wanadamu wameweza kuangushwa chini, ati nao waseme kuna kuinuliwa. Haleluya. Wakati wanadamu wameweza kuletwa chini, wameweza kuangushwa, nao waseme kuna kuinuliwa. Ni nani anayewainua? Ni wakati ambao unajua ya kwamba kunaye mmoja ambaye amefanyika njia, amefanyika ukweli, na pia anafanyika uzima. Naye ni nini inaleta wanadamu chini? Wanadamu huangushwa. Moja ni tamaa. Tuliona tamaa ya macho inaangusha mwanadamu. Wakati unaona unatumia macho yako kuona mambo ya wengine na kuyatamani na kuanza kuingilia maisha ya wengine na kuanza kuwashusha chini. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba hata nawe unaanguka. Nayo Biblia inaniambia wakati wanadamu wameanguka, waseme kuna kuinuliwa. Ndiyo mchana wa leo kuna kuinuliwa. Ni kwa sababu hata kama umetumika ni kwa ajili ya kazi baya ya kuleta wengine chini, uko na jambo mchana wa leo ya kumrudia Bwana.
Twende makanisani tukapeleke pesa. Ati ndiposa tubarikiwe. Ndio, utapeleka 100 na upeleke milioni na upeleke zote. Lakini Bwana anapoangalia ndani ya moyo, anaona huu moyo bado haujahitimu. Anaona huu moyo hauna kunihofu. Kwa sababu ukihofu Mungu, utajua kwamba Mungu hahitaji pesa kukufanya wewe mwenye haki. Mungu anahitaji haki itoke ndani yako. Na haki ni wakati ambapo unahakikisha unafanyia mwenzako haki. Hiyo ndio inapendeza Mungu. Wakati unatimiliza kile ambacho ameweza kunena katika Biblia. Hiyo ndio inampendeza Mungu. Kwa hivyo washana na mambo. Washana na kufikiria ya kwamba fedha huokoa. Katika kitabu cha nafikiria ni Amosi. Ni Mika. Ni Mika anauliza. Ni nini hii ambayo nitakuletea mbele zako Mungu? Nipoza ikupendeze. Nitabeba sadaka ya aina gani? Nipoza ikupendeze. Nitabeba manukato ya aina gani? Nitabeba mang'ombe ama makondoo ya aina gani? Ama nitakuja na mitungi ya mafuta kama moto? Nipoza ikupendeze. Anasema hapana. Lakini Mungu anajibu anasema, nimekuambia wewe mwanadamu, kile ambacho ninataka kutoka kwako ni kunihofu na kuniheshimu. Haleluya. Bwana anataka tumuhofu na tumuheshimu, ili hata tunapobeba sadaka na inakuwa mbele zake ni manukato mazuri. Lakini anapoona roho isiyo na kuheshimu, isiyo na kumtii, isiyo na kumuhofu, hata ukibeba nini mbele zake hatapendezwa. Kwa sababu hapendezwi hata na sadaka, anapendezwa na moyo. Na sadaka inayotokana na moyo ambao ni mkamilifu, mbele zake inakuwa ni manukato, inakuwa ni kitu ambacho kinampendeza. Kwa hivyo siku ya leo ni siku ya Friday. Washa tukaweze kutengeneza njia zetu na Bwana. Washa tukaweze kumwambia, hatutaki kupima njia zetu kulingana na uwezo wa macho yetu. Tunataka wewe Bwana utupime kulingana na haki yako. Kwa sababu akitumpima na haki yake, atatuonyesha hapa kuna dhambi na tutaweza kuiondokea ile dhambi. Atatuonyesha hapa kuna shida na tutaweza kuondokea ile shida. Kwa hivyo Mungu awabariki mchana wa leo. Na tuende wikendi tukijua ya kwamba raha sio njia. Raha sio njia. Pombe sio njia. Usherati na ukahaba sio njia. Wishi na udanganyifu sio njia. Yesu ndiye njia na ndiye ukweli na ndiye uzima. Washa tumkubali hivyo. Washa tumkubali hivyo. Washa tumkubali na tumuhofu hivyo. Kabla uende utekeleze kile ulikuwa unakusudia ya kwamba utatekeleza hii weekend, kwanza muhofu. Muulize Bwana, utakubali kunielekeza? Na atakukosoa ama atakuwekea tiki na kuambia endelea, niko pamoja na wewe. He knows how to weigh. Anajua jinsi ya kupima mambo. Anajua jinsi ya kuyaweka laini. Anajua jinsi ya kuwaweka sawa sawa. Anaitwa Yesu mwana wa Mungu. Akatangaza na akasema. Na hata leo anatangaza na anasema, I am the way, the truth and the life. May God bless you. May God do you good. Asante. Nataka tuombe pamoja na wewe.